Eliza, ukipata nafasi ya kuishauri Young Africans au kushauri viongozi wa Young Africans kuelekea kwenye michezo ya kimataifa, nini warekebishe au nini wazingatie zaidi? No, sasa swala la kumshauri au la kushauri uongozi wa Young Africans silitakiwi kuliweka public. Natakiwa kuwafuata wao kama wao na kabineti yao niweze kuwashauri, lakini sio swala la kuliweka public. Hilo sio swala la kuliweka hadharani. Yeah. Sawa. Nini ambacho unakiona kwenye safu ya ushambuliaji ya Young Africans kwa kumkosa Clement Mzize katika michuano katika hatua ngumu za group stage? Mimi sidhani kama tutamkosa moja kwa moja ndani ya mechi 6 zote, kwa sababu anakaa nje ndani ya wiki 10. Wiki 10 ni miezi 2.5. Miezi 2.5 maana yake ni mwezi huu wa 11 na wa 12. Maana yake tukirejea mwezi wa kwanza lazima tutakuwa naye, au mwezi wa pili, kwa sababu pia hapa katikati kuna mechi za AFCON. Umeelewa? Ina maana unaweza kuangalia ukagundua kwamba klabu bingwa tunaweza tukaenda nayo mpaka mwezi wa pili mpaka wa 3 kwenye group stage. So, kuna AFCON, kuna ligi, alafu kuna kombe la dunia pia, umeelewa, mwakani. Kwa hiyo Clement Mzize sofa ni mchezaji mzuri na ni mchezaji fighter sana uwanjani. Anapokuepo uwanjani usitegemee kwamba akiwa amechoka basi atashindwa kukudhuru. Pale unapotegemea kwamba amechoka au unapomfikiria kwamba amechoka, yeye ndipo anapata energy zaidi ya kuweza kukudhuru wewe. Kwa hiyo tunamkosa kwenye hizi mechi za mwanzo. Ni pengo kubwa of course, kwa sababu tunaikosa energy yake, tunaikosa fighting spirit yake uwanjani. Lakini kumkosa Clement Mzize haimaanishi kwamba tutashindwa kupata matokeo dhidi ya wapinzani, kwa sababu Pedro Goncalves tangu ametua Young Africans hajawahi kumshuhudia Clement Mzize. Amekuja amemkuta Mzize akiwa na injury. Kwa hiyo hajamshuhudia, sio kwenye viwanja vya mazoezi, sio kwenye uwanja wa kazi. Kwa hiyo yeye anajua kabisa mimi wachezaji nilionao ni kwenye safu ya ushambuliaji, niko na kina Dube, nina Andy Boyeli, nina Pacome, nina Max Nzengeli, nina kina Mudathiri kwenye eneo lile la ushambuliaji lote. Nina kina Momo Dombia, kina Ikua, ndo ninao kule mbele. Kwa hiyo anajua yeye mwenyewe aweze vipi kumaintain kule mbele ili wachezaji waweze kumpa matokeo pasina kumtumia Mzize, na ukizingatia Mzize hajawahi kumuona hata kwenye kiwanja cha mazoezi. Vipi kwa washambuliaji waliobakia, ukimwangalia Prince Dube pamoja na Andy Boyeli Tembo? Kwa washambuliaji waliobakia, mimi nadhani washambuliaji wote wa Young Africans ni washambuliaji wazuri. Dube kupata nafasi na kushindwa kuzitumia, hilo ni swala ambalo linawatokea wachezaji wengi sana duniani. Kwa hiyo likimtokea Dube haimaanishi kwamba aachwe, au likimtokea Andy Boyeli haimaanishi kwamba aachwe. Na ukizingatia sasa hivi washambuliaji kwa maana ya namba 9 paseo duniani wamekuwa ni ghali sana. Wewe utamwacha mwenzio atamchukua, akimchukua ataenda kumtumia jinsi anavyojua, mwisho wa siku utaanza kusema kwamba hapa Tanzania alikuwa hajitumi, alikuwa Young Africans alikuwa hajitumi. So ni swala la washambuliaji wa pale mbele wao kuwakipu bize mabeki, alafu washambuliaji wengine kama kina Pacome wakawa wanaifanya kazi yao, kwa sababu msimu wa Gamondi wa kwanza wengi waliokuwa na magoli Young Africans walikuwa ni viungo. Mudathiri Yahya alikuwa na magoli 8 mpaka 9, Max Nzengeli alikuwa na magoli 10+, Pacome alikuwa na magoli 10+, Mzize ulikuwa unamkuta anacheza kwenye magoli 7 mpaka 10. Dube vile vile, umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani ni mwalimu kukaa na wale wachezaji wa safu ya ushambuliaji na kuzungumza nao kwamba anapokuwepo Dube uwanjani haimaanishi kwamba yeye anatakiwa afunge, ila lengo lake au muhimu wake kuwepo uwanjani au uwepo wake pale uwanjani unamkipu bize beki na wapinzani wote kwa ujumla, ili nyie wengine muweze kupata nafasi ya kuweza kuscore. Kwa hiyo ukishaona Dube ametaitiwa na watu, wewe unatakiwa move na ule mpira uweze kusababisha madhara, kwa sababu kinachoangaliwa kwanza ni matokeo ya timu na sio matokeo ya mtu mmoja binafsi. Kwa hiyo mimi nadhani wachezaji hasa benchi la ufundi linatakiwa likae na wachezaji wanaocheza kwenye eneo la safu ya ulinzi kuhakikisha wanawatengeneza kisaikolojia, ikarudi ile system ya mwalimu Gamondi kwamba pale Andy Boyeli akiwepo yeye anatakiwa wakipu bize mabeki, alafu hawa wengine wana score. Hata duniani kote Liverpool inamsajili Roberto Firmino, ilimchukua kama forcing striker pale mbele, lakini mwisho wa siku Roberto Firmino hakuwahi kuwa mfungaji bora pale England. Pamoja na kwamba leo hii ukiwapatia chance Liverpool kumrudisha mchezaji kati ya wachezaji walioondoka, wanaanza na Roberto Firmino.
Kwa nini? Kwa sababu uwepo wake pale mbele ulikuwa unawafanya kina Mo Salah, kina Sadio Mane wanaweza kuscore. Kuna msimu ambao Sadio Mane na Mo Salah walikuwa top scorer kwa msimu mmoja. Kwa hiyo mimi nadhani kuwepo kwa Andy Boeli pale mbele kunawatishia wapinzani kuweza kuhakikisha wanakuwa bize naye, kuwapatia nafasi wachezaji wengine kina Pacome kuweza kuscore. Kuna dhana wanasema kwamba tumesajili mshambuliaji striker kwa ajili ya kufunga, sio kwa ajili ya kukaba au kuleta mikimbio mingine. Hiyo imekaa vipi? Huo mpira wa kumtegemea striker ulishapita. Ndio maana hata Real Madrid anamtegemea amemsajili Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sio namba 9. Kylian Mbappe anacheza namba 11 au namba 7. Lakini anaingia kambani. Karim Benzema ndiye alikuwa namba 9 wa Real Madrid, lakini alikuwa anakaa benchi mbele ya winga Cristiano Ronaldo. Umeelewa? Messi alikuwa anaanza. Messi sio namba 9. Umeelewa? Kwa mpira wa kutegemea namba 9 tulishatoka huko. Mpira sasa hivi unategemea safu yote ya ushambuliaji kuhakikisha wanaweza kutengeneza matokeo au wanaweza kufanya matokeo yapatikane kwenye timu. Ndio maana utakuta beki akifunga inayosifiwa ni safu ya ushambuliaji. Umeelewa? Akifunga namba 6 inayosifiwa ni safu ya ushambuliaji. Akifunga namba 2 anayesifiwa ni safu ya ushambuliaji. Kuhakikisha wote wanacheza kitimu uwanjani na kuweza kuleta madhara yatakayowapa wao manufaa kuweza kupata matokeo chanya. Sawa, tuangalie mazingira ya kundi la Young Africans ambao limesheheni Waarabu watupu. Wengine wanaita kundi la kifo. Hata Ali Shaban Kamwe naye alisema kuwa kundi tunaloliendea ni kundi gumu. Kwa upande wako unalitazama vipi kundi la Young Africans? So far wanaosema ni kundi la kifo wana kila sababu ya kusema kundi la kifo kwa sababu ya scenario ambayo imekuwa ikijitokeza kwenye timu za ukanda wa kaskazini na mpira wao jinsi walivyo utengeneza. Kwa hiyo timu inayotokea ukanda wa kaskazini watu wengi huwa wanajua ni timu tishio kutokana na mfumo wa mpira wa ukanda wa kaskazini hasa kuanzia nje mpaka ndani ya uwanja. FAR Rabat hakuna sojua ubora wake. JS Kabylie hakuna sojua ubora wake. Unatakiwa utambue JS Kabylie ndio bingwa Algeria. FAR Rabat ndio bingwa Morocco peke yake. Yeye ndio sio bingwa kwenye lile grupu. Kwa sababu bingwa ni RS Berkane pale Morocco. Ukienda Misri bingwa ni Al Ahly. Kwa hiyo ukija Tanzania Young Africans ndio bingwa. Kwa hiyo ile combination ya lile grupu unaangalia ni kitu gani kinachopelekea watu wengi waseme kwamba ile grupu la Young Africans ni grupu la kifo. Ni kwa sababu ya scenario ya mpira wa kaskazini hasa kwenye mambo ya figisu za nje ya uwanja. Umeelewa? Kitu ambacho sasa hivi na wapongeza Young Africans wanajua na wao jinsi ya kucheza na hizi timu zinazotoka ukanda wa kaskazini. Alikuja hapa alikuja Klabu Afrikeni, alitoka bila kwao alifungwa. Young Africans yakaenda makundi. Alikuja timu moja kutoka Tunisia pia ilikuwa kwenye grupu moja na Young Africans kombe la shirikisho. Young Africans alikufa goli 2 pale Tunisia lakini alikuja hapa akala chuma 3. Umeelewa? Yaani tayari sasa hivi Young Africans sio muoga tena kwenye timu hizi zinazotoka kwenye ukanda wa kaskazini. Wameshajua ni jinsi gani ya kucheza na wao. Kwanza ni kwenda ugenini kuforce kupata alama moja. Hilo ni jambo la kwanza. Usimruhusu akudhuru kwenye uwanja wake wa nyumbani. Pili, kuja nyumbani ni kuja kutafuta alama 3. Hasa mpira wa Afrika unachezwa kwenye uwanja wa nyumbani. Usitegemee utaenda 100% kupata matokeo kwenye uwanja wa ukanda wa kaskazini. Lakini uwanja wako wa nyumbani ndio uwanja unaotakiwa utumie 100% kupata alama 3. Ukishautumia uwanja wako wa nyumbani kupata alama 3 kila mechi, maana yake utakuwa na alama 9 ambayo utakuwa na guarantee ya kukupeleka wewe hatua ya robo finali. Kwa hiyo kama Young Africans ataweza kuutumia uwanja wa nyumbani, uwanja wa New Aman Complex, atakuwa na eneo kubwa la kuqualify kwenda hatua ya makundi ya robo finali. Kwa sababu kama atapata alama 3 dhidi ya FAR Rabat pale Aman Complex, ina maana FAR Rabat itamforce mechi itakayofuata yeye atakuwa anacheza na Al Ahly kupata alama 3 alizozipoteza dhidi ya Young Africans. Wakati huo Young Africans anamfuata JS Kabylie. Imagine JS Kabylie akiwa amepoteza dhidi ya Al Ahly. JS Kabylie atakuwa anahangaika kupata alama 3 alizozipoteza dhidi ya Al Ahly. Wakati huo Young Africans atakuwa ugenini kutafuta alama 1. Umeelewa? Kitu ambacho
So kigeni kwa Young Africans ana uwezo wa kupata sare kwenye viwanja vya ugenini. Kama aliweza kupata matokeo ya pointi 3 kwenye uwanja wa Algeria dhidi ya Usma, hawezi kushindwa kupata matokeo mbele ya JS Kabylie ya Algeria, aidha ya alama 1 au alama 3 moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nadhani uwanja wa nyumbani kwa Young Africans ndio uwanja unaotakiwa uwe chachu ya Young Africans kuqualify. Young Africans akienda akabahatika kupata alama 1 mbele ya JS Kabylie, uwanja wa nyumbani hatakiwi kupoteza mechi hata moja. Anatakiwa apate matokeo chanya mbele ya FAR Rabat, apate matokeo chanya mbele ya Al Ahly na mbele ya JS Kabylie kwenye uwanja wa nyumbani. Alafu huko sasa wale yeye akishapata pointi 9, wale wakiwa wanakutana, mwingine atakuwa anataka achukue pointi alizozipoteza kwa Young Africans achukue kwa mwingine. Ina maana itawafanya kuna mtu atakuwa anashindwa kumfikia Young Africans kwa alama 9. Sababu kuna msimu Young Africans ameenda robo finali kwa alama 8 na akiwa na mechi moja mkononi. Umeelewa? Kwa hiyo kuwa na alama 9 unakuwa umejiweka pazuri zaidi kuqualify kwenda hatua ya robo finali. Wapinzani wako wa karibu kwenye ligi ya NBC Simba Sports Club wanatazama kwamba Young Africans anapitia ugumu sana kwenye kundi lake. Vipi kwa upande wake? Sasa siwezi kulizungumzia swala la grupu la Simba. Swala la grupu la Yanga mimi nafurahia jinsi watu wengi wanavyoikataa Young Africans. Lakini mwisho wa siku watakuja kuyatafuta maneno yao na kuyarudisha kinywani mwao, ili hali ni kitu ambacho hakiwezekani. Unapokuwa humpatii mtu nafasi, yeye anajiandaa mara 2 mpaka mara 3. Kwa sababu anayechukuliwa guarantee kwenye group la Young Africans kwamba anaqualify kwenda robo finali Al Ahly na FAR Rabat, anatolewa Young Africans na JS Kabylie. Lakini hii Young Africans kuna watu watakuja wayatafute maneno yao yalipo, waweze kuyarudisha kinywani wakati hawajui kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa upande wa Simba siwezi kulizungumzia. Zungumzia group. Yeah. Sawa Eliza, lakini tujaribu kutazama pia New Amani Complex. Timu 3 zimeelekea kule ambazo zote zinatokea huku bara. Singida Black Stars, Azam Football Club na Young Africans. Wote mmepeleka michezo yenu ya group stage kule Zanzibar. Ukija kwa watani wenyewe wanatazama kama Young Africans amekimbia aibu. Wako sahihi kusema hivyo? Hayo ni mafikirio yao. Unajua kila mtu anaongea kitu kulingana na ukubwa wa mdomo wake. Huwezi kumzuia. Lakini mwisho wa siku tukutane uwanjani. Kukimbia aibu sofa. Hata Al Ahly akiwa anatumia uwanja mmoja na Zamalek kwenye michuano ya kimataifa, anao uwezo wa kuomba uwanja mwingine akaenda kuutumia. Kwani pale Misri mpinzani wa Al Ahly ni nani? Na kuuliza mpinzani wa Al Ahly pale Misri ni nani? Sasa ndio nakuuliza wewe ili ukishanipa jibu mimi nikwambie kwa nini nakuuliza hivyo. Mpinzani wa Al Ahly pale Misri ni nani? Anajulikana, Zamalek. So hata sisi hapa Young Africans mpinzani wake ni nani? Simba. Simba hata siku moja hajawahi kuisemea vizuri Young Africans, na Simba hajawahi kutamani Young Africans ya qualify kushiriki michuano ya kimataifa. Ndio maana msimu huu walikuwa wanahangaika Yanga astinge hata makundi. Mwisho wa siku wameaibika. Umeelewa? Kwa hiyo kila mtu atafute mbinu yake ya kushinda mechi zake. Alafu tukutane mwisho wa michuano ya klabu bingwa ambayo itakuwa ni hatua ya makundi kwenye mechi 6 kila mtu, tuanze kupigiana hesabu. Tunatazama pia historia ya uwanja wa Benjamin Mkapa na falsafa ambayo tumejiwekea kwamba kwa Benjamin Mkapa atoki mtu hasa kwenye hivi vilabu vyetu. Lakini kwa Young Africans mmepeleka kule New Amani Zanzibar. Tunajua kuna mashabiki kule pia na matawi ya Young Africans, lakini tunatazama kwa ugumu ule wa michuano hiyo ya klabu bingwa na ile support ambayo ingetokea Benjamin Mkapa na ya Amani. Vina uwiano. Mtu kama ana uchungu na timu yake anaifuata popote pale. Ndio maana walienda Malawi, tulienda Malawi. Imewahi kwenda Rwanda, watu walienda Rwanda. Kwa sababu unajua duniani kote dabi kubwa inatokea Argentina. Boca Juniors na River Plate. River Plate wale na Boca Juniors wana mashabiki wengi, alafu ni wakorofi kishenzi kama unavyojua mpira wa Amerika. Wale hata mazoezini wanajaa. Sasa kuna siku ilikuwa inataka kupigwa dabi. Asa wale wakasema tufanyeje ili kupunguza idadi ya mashabiki wasijitokeze wengi, wakapeleka mechi Santiago Bernabeu, kwamba wakaitoa Argentina wakapeleka Hispania, bara lingine, bara la Ulaya, kutoka bara la Amerika kwenda bara la Ulaya. Lakini bado mashabiki walijaa na bado watu wakatapika hadi nje. Santiago ikajaa na watu wakakaa hadi nje.
Umeelewa? Ya, kwa hiyo na sisi kama una uchungu na timu yako, hauangalii inaelekea wapi, wala uangalii kinaenda kupigwa wapi. Unachotakiwa kukifanya, kuna watu wanahangaika, watu waliweza kutoa 600,000 mpaka Malawi. Kilomita za Tanzania hasa Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Lilongwe ni kilomita 1529. Umeelewa? Watu waliweza kwenda. Kilomita za kutoka Dar es Salaam mpaka Kigali ni kilomita 1450 kama sikosei. Watu waliweza kuifuata. Umeelewa? Kwa hiyo kama mtu ana uchungu na timu yake, huwa haangalii distance ya uwanja unaotumika. Kuna watu bado wako Dar es Salaam na mechi itapigwa Benjamin Mkapa na hawaendi. Umeelewa? Lakini kuna watu mechi ikipigwa Zanzibar wanaenda. Umeelewa? Kwa hiyo kutoenda kwa mtu, kuna mwingine anaweza akawa ameandaa na tiketi lakini siku ikafika ratiba ikawa sio rafiki na akawa asiende kabisa, akagawa tiketi au akauza. Kwa hiyo mimi nadhani mechi kwenda Zanzibar, Zanzibar ni Tanzania. Sisi tunapeleka mechi popote pale ambapo uwanja wake unakidhi vigezo vya FIFA na CAF. Ili mradi tu unatumika na una vigezo, tunao uwezo wa kupeleka. Umeelewa? Tungetaka pia tungepeleka hata Rwanda Amahoro. Kwa sababu Amahoro ni uwanja ambao uliwahi kuingia kwenye tuzo za viwanja bora duniani. Ili hali sisi tuna Benjamin. Umeelewa? Ya, kwa hiyo uongozi kupeleka mechi Zanzibar, kwanza mimi nawapongeza, uthamini na mashabiki walioko Zanzibar. Kwa sababu mara nyingi wao ndo wamekuwa wanavuka wanakuja huko. Sasa hivi na sisi tunatakiwa tuvuke kwenda Zanzibar kwenye mechi zote 3 za nyumbani. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani tunachotakiwa kukifanya ni kuisupport timu yetu kwa hali na mali, kuhakikisha tunapata matokeo chanya. Shabiki, mwanachama na mdau yeyote wa mpira anayeujua mpira. Unajua kuna mdau wa mpira afu anakuwa hajui mpira. Yaani yeye anakuwa ni fata upepo. Mtu yeyote anayejua mpira, shabiki wa Young Africans, mwanachama wa Young Africans, ni wakati wa kupambana kuzitafuta alama 9 za nyumbani za kuweza kutupeleka robo finali.